Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa na kukaribisha katika ibada ya familia. Karibu kwenye ibada nyumbani kwako. Mungu ametupa neema na kibali tuingie kwenye ibada ya siku ya leo. Ninaamini neema ya Mungu inatosha. Ndio maana Mungu amekusudia wewe pamoja na familia yako muingie kwenye ibada ya familia. Wacha niombe kwa ajili ya kufungua ibada yetu. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa kibali na neema. Asante kwa ajili ya familia hii na mpendwa huyu ambaye ananifuata wakati huu. Ameinua imani yake, yuko tayari kukutana na wewe. Mungu usiyeshindwa, Mungu unayetenda zaidi ya vile tuwazavyo. Ni wakati huu tunakualika na Roho Mtakatifu awe sehemu ya ibada yetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba kwa kuamini. Wewe mwenye pumzi sema amen. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Siku ya leo tutaenda kujifunza au kuangalia ujumbe wa neno la Mungu, lakini pia tutapata muda wa kufanya maombi kwenye nyumba yako, maombi kwenye familia yako, na hakika Mungu atakuhudumia. Ujumbe wetu utatoka kwenye kitabu kile cha Injili ya Luka sura ya 16. Injili ya Luka sura ya 16 na kuanzia mstari wa 19. Biblia inazungumza kwamba kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa ni tajiri, ambaye alikuwa anavaa nguo za rangi ya zambarau, ambaye mtu huyu alikuwa na uwezo mkubwa, alikuwa na uchumi mkubwa na maisha yake yalikuwa ni mazuri. Lakini Biblia inazungumza kwamba na palikuwa na mtu mmoja jina lake Lazaro ambaye alikuwa hawezi na alikuwa anakula chakula au anajishibisha chakula kwenye mlango wa yule tajiri. Kwa hiyo yule tajiri kwenye maisha yake ya hapa duniani alikuwa anafanya anasa, alikuwa anatumia vibaya mali zake na fedha zake. Alikuwa anaishi maisha ambayo alikuwa ajali kama kuna maskini. Na wakati mwingine Lazaro ambaye alikuwa ni maskini alikuwa anajishibisha kwa makombo ya chakula ambacho kinaanguka kwenye meza ya yule tajiri. Wakati ule ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Lazaro. Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Lazaro kwa sababu Lazaro alikuwa anatamani apate furaha ya maisha, lakini alikuwa haipati. Alikuwa anatamani apate tumaini la maisha, lakini alikuwa halipati. Lakini yule tajiri alifurahi, alifanya anasa nyingi, aliishi maisha ambayo alihisi kwamba yana utoshelevu na hakuona kama kuna umuhimu wa kuangalia kwamba kuna kesho baada ya maisha haya. Hili linatufundisha kwamba tunapokuwa duniani, tunapoishi, siku ambayo wewe umekula, umesaza, ujue kwamba kuna mtu ana njaa. Siku ambayo umekula, umesaza, ujue kwamba kuna mtu anatamani apate hata hicho chakula. Siku ambayo unafurahia unasema ndoa yangu iko vizuri, kuna mtu ndoa yake haina amani. Siku ambayo unafurahia unasema sasa hivi nimepata pesa nzuri, ujue kuna mtu ambaye anatamani apate hata hicho kiwango kidogo. Siku ambayo unasema mimi maisha yangu magumu, yani mambo yangu yamekuwa yameharibika kabisa, hali yangu ni ngumu, kuna mtu anatamani awe hata kwenye hali hiyo ngumu lakini awe na uhai, awe na afya njema. Maana kuna watu wako hospitali, wamewekwa kwenye vyumba vya ICU, wanapumulia mashine, wanahitaji msaada wa kidaktari ili waweze kuishi. Kumbe inatuonyesha jambo hili ya kwamba tunahitaji muda wowote kujua kwamba maisha haya ambayo tuko nayo hayawezi kufaa kitu kama hatutengenezi kesho yetu. Kuna umuhimu mkubwa kutengeneza kesho yako. Kuna umuhimu mkubwa kufundisha watoto wako na familia yako ya kwamba kuna kesho. Kuna umuhimu mkubwa wa kutokujisahau. Hapa duniani tunapita. Hapa duniani ni wapitaji. Ni vema kujua kwamba maisha ambayo tuko nayo ni maisha ambayo tumepewa kama dhamana. Matendo yetu mema tunapowafanyia watu wengine ni dhamana yetu ya kumtafuta Mungu. Lakini pia nikukumbusha jambo hili ya kwamba unapotenda matendo mema kwenye kipindi ambacho Mungu amekupa neema, Mungu amekupa kibali, maana yake unakuwa umemkopesha Mungu. Na mara zote mtu anayemkopesha Mungu, Mungu anamlipa kwa wakati wake. Maombi ambayo unaomba wakati huu ni akiba ya kipindi ambacho utakuwa uwezi. Ni akiba ya kipindi ambacho utakuwa uwezi kujiombea. Yaani kile unachokifanya saa hii, unachokifanya leo, kinaweza kikawa ni mavuno yako kwa kipindi ambacho utakuwa na uhitaji. Tunakumbuka habari ya Dorcas ambaye alikuwa anawatendea mema watu waliomzunguka. Jamii iliyomzunguka, Dorcas alikuwa anawatendea mema. Alikuwa anawashonea nguo, alikuwa anawasaidia hiki na kile, alikuwa anawatendea mambo yaliokuwa mema. Siku moja baada ya maisha yake ya uhai kukatika, Biblia inasema kwamba alipofika Petro akakuta watu eneo lile wanalia. Watu eneo lile wanaomboleza. Wanalia sana kuliko kawaida. Walipokuwa wanalia wakawa wanazungumza matendo mema ambayo alikuwa anatenda Dorcas ingali yuko hai. Walikuwa wanazungumza mambo mema aliyokuwa anatenda Dorcas ingali yuko hai. Biblia inazungumza vizuri kwa kipindi ambacho Dorcas alitenda matendo mema. Petro alipofika mahali pale alisikia uchungu, alisikia ndani ya moyo wake kuugua, akapanda gorofani, akaenda kuomba, akaanza kumlilia Mungu kwa ajili ya uhai wa Dorcas. Biblia inasema kwamba katika kuomba kwake Petro na wakati wa matendo mema aliyoyatenda Dorcas, Mungu aliachilia neema, Dorcas aliweza kufufuliwa. Dorcas aliweza kufufuka. Kumbe Dorcas alifufuka kwa ajili ya matendo yake mema. Dorcas alifufuka kwa ajili ya matendo mema aliyokuwa anatenda kwa watu waliomzunguka. Yale maneno ya watu waliomzunguka, kile kilio cha watu waliomzunguka kilifanya Dorcas maisha yake yaweze kurejeshwa tena. Matendo yako mema unayoyatenda leo hii, utu wako wema unaotenda wakati huu. Kuna watu ambao mnatenda matendo mema, mnalipwa mabaya. Unajitahidi kumfanyia mtu wema, fadhili na vitu vizuri, lakini matokeo yake yanakuja kukulipa ubaya.
usikate tamaa, usifadhaike. Najua wakati mwingine unaweza kuwa na maumivu fulani ya kutenda wema, unaweza kupitia maumivu fulani kwa sababu ya kutenda wema. Usiache, usikome kutenda mema. Matendo yako mema yatakuja kusaidia siku moja. Maisha mema yatakuja kusaidia kitu kimoja, yatakuja kusaidia siku moja. Lakini kumbuka ya kwamba unapokuwa duniani, kile ambacho Mungu amekubariki, hajakubariki kwa ajili yako peke yako. Amekupa kwa ajili ya watu wengine. Amekupa kwa ajili ya watu waliokuzunguka. Na hakuna baraka ambayo mtu anaweza kaipata ikawa na utoshelevu inayodumu kwenye maisha yake kama kuwakumbuka au kuwagusa watu ambao wamekuzunguka. Yaani unapowabariki watu waliokuzunguka, hata kama ni kwa kidogo, kwa kile, unapofanya vile, maana yake umeweka mbegu. Wale watu watakuombea. Wale watu wakikukumbuka tu ni ulinzi wako. Wale watu wakikukumbuka tu ni faida kwako. Jitahidi kuishi vizuri na watu waliokuzunguka. Hata kama wakati huo kaonekana hawana kitu. Sikia, hata wewe kuna wakati ulikatiwa tamaa. Watu walihisi kwamba hauna kitu, hauwezi kufika popote, maisha yako sio chochote, wakasema sijui kama utafikaga pale. Lakini Mungu wa ajabu akakufikisha mahali fulani. Na hata kama hujafika, nataka nikwambia kwamba kuna watu wamekukatia tamaa, lakini siku moja wanaweza kaja kumuona Mungu aliyekuwa ndani yako. Siku moja wanaweza kusema kweli kuna Mungu. Sikia, wakati ule ambao yule tajiri alikuwa na mambo mazuri, ana watu wazuri waliomzunguka, anavaa nguo za gharama na maisha ya gharama, yule Lazaro aliyekuwa mhitaji, aliyekuwa anaomba chakula, alikuwa anajishibisha kwa makombo, siku moja baada ya maisha yale kwenda, Lazaro akafa na yule tajiri akafa. Sasa wakafika mahali ambapo kwa akili zao hawawezi kujitetea, mambo ambayo hawawezi kujitetea kwa uchumi wao. Unajua, kuna baadhi ya vitu unaweza ukajitetea kwa sababu una kipato. Yaani unaweza ukaenda mahali ukasema mimi atakuja daktari ataniweka kwenye mahali pa muhimu au mahali pa sahihi, nikatibiwa kipekee, nikawekwa kwenye presidential, nikawekwa mahali ambapo nikawa wa peke yangu. Lakini kuna sehemu ambapo hata kama ulikuwa na kiwango gani cha uchumi huwezi kujitetea. Hata kama ulikuwa na kiwango gani cha umaarufu na kutambulika, umaarufu wako hauwezi kukusaidia. Umaarufu wako hauwezi kutetea chochote. Wakafika mahali hapo ambapo palikuwa ni mahali pa ajabu sana. Baada ya kifo, Biblia inatafsiri jambo hili katika mfano ambao Yesu alitoa wa Lazaro na yule tajiri, ya kwamba baada ya kifo Lazaro aliyekuwa anaonekana ni maskini. Haina maana kwamba inafaa kuwa maskini. No, inatufundisha kwamba tunahitaji kuwakumbuka wahitaji au watu ambao wana uhitaji katika mazingira ambayo tuko nayo. Tunahitaji kuishi vizuri na watu ambao wametuzunguka. Ni kweli si kila mmoja anaweza kuishi naye vizuri. Kuna wengine ni maadui lakini tunaishi nao. Lakini nini kinatufanya tuishi? Natakiwa tuishi nao kwa hekima. Haitakiwi tuishi nao kwa ubaya. Haitakiwi tuishi nao kuonyesha kwamba sisi ndio sisi. Kuna mtu mmoja alikuwa ameinuliwa kimaisha. Na alipoinuliwa kimaisha, wale waliomzunguka alikuwa anatoa tu michango, wala huzulii kwenye matukio mbalimbali ya kijamii. Misiba huzulii, matukio mbalimbali ya kijamii, yeye alikuwa huzulii. Lakini baada ya yeye kupatwa na tatizo la msiba, wale watu kwenye jamii wakatoa tu michango, lakini hawakwenda kufanya chochote. Sasa hapo ndipo utakapogundua kwamba kuna umuhimu wa kuishi vizuri na watu waliokuzunguka. Kuna umuhimu wa kuishi vizuri na watu waliokuzunguka. Wale watu wakamuacha, wakasema na sisi tunajitenga pamoja naye, ila tutachanga michango. Sasa kumbe kuna baadhi ya mambo michango peke yake haitoshi. Inahitajika na wewe uwepo wako. Inahitajika na wewe uwepo wako, na wewe useme neno. Usijitenge sana. Usijionyeshe kwamba wewe ndio uko unaweza kujitatulia kila kitu. Kuna baadhi ya mambo huwezi jitatulia mwenyewe. Unahitaji watu wengine waweze kutatulia. Unahitaji watu wengine waweze kusimama na wewe. Baada ya maisha ya pili ya Lazaro na tajiri, Biblia inatafsiri ya kwamba Lazaro akaenda kuketishwa kwenye kifua cha Ibrahimu ambaye ndio baba yetu wa imani. Na baada ya maisha ya yule tajiri akaenda kwenye mateso makali. Akaenda kwenye mazingira ambayo yalikuwa ni magumu sana katika maisha yake. Akaenda kwenye mazingira ambayo yalikuwa ni hatari. Basi yule tajiri, Biblia inasema kwamba akawa anapata mateso. Akawa anapitia maumivu makali, moto mkali unamwakia. Akawa anamwambia Ibrahimu, na bado anamdharau Lazaro kwa sababu anahisi bado ni maskini. Anahisi bado hawezi kumsaidia. Anamwambia Ibrahimu, ninaomba basi umtume huyo Lazaro aende huko duniani baada ya kifo. Akawaambia ndugu zangu mambo yanayoendelea huku, mateso yanayoendelea huku kwa kutenda matendo mabaya, kwa kudharau watu, pengine akawaokoe ndugu zangu. Lakini ilikuwa haiwezekani. Akahitaji pengine aweze kupata maji kidogo kwenye ncha ya kidole ili aweze kupata burudisho la maumivu ambayo anayapata. Ilikuwa haiwezekani. Ilikuwa haiwezekani kwa sababu walikuwa wametenganishwa. Sasa ukisoma mstari wa 26 anasema, yani kitabu cha Injili ya Luka sura ya 16:26 anasema, na zaidi ya hayo kati yetu sisi na ninyi kunawekwa shimo kubwa, ili wale wakao kutoka huko wasiende huko, na wale wanaokaa upande huu wasiende upande huu. Kwa walikuwa wanatenganishwa na shimo kubwa. Lakini yule mtu akatamani kupata watu watakaoenda kuwatolea taarifa,
Anasema pengine akitoka mtu aliyekufa akafufuka, akaenda kuambia watu walio kwenye mazingira yangu, watu ambao wamenizunguka, mambo yanayoendelea huku, pengine wale watu wataamini. Lakini baba wa imani ambaye ni Ibrahim akasema, huko duniani kuna wachungaji, huko duniani kuna manabii, huko duniani kuna watumishi wa Mungu. Wasipowasikia hao, hata mtu akitoka katika wafu hawatamsikia, hawatamuelewa. Sasa jambo hili linatuonyesha kwamba kuna namna ambayo tunatamani tusikie Mungu anasema na sisi. Tunadhani kwamba Mungu anaweza akaja kusema na sisi, pengine akaja yeye Mungu kama Mungu. Unajua Mungu akija yeye kama yeye, kwanza hatuwezi kumuona na hatuwezi kumwangalia kwa sababu Mungu anatisha. Mungu anaogopa, yani anaogofya. Kuna namna ambayo Musa alikuwa anataka muone Mungu. Ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu Mungu huwezi kumuona kwa macho ya kawaida ukaishi. Sasa Mungu anaonekana kupitia nini? Mungu anaonekana kupitia watu waliotuzunguka. Mungu anaonekana kupitia vitu vilivyotuzunguka. Mungu anaonekana kupitia wahitaji. Mungu anaonekana kupitia kutenda matendo mema. Yaani Mungu yupo kwenye matatizo ya watu. Mungu yupo kwenye shida za watu. Mungu yupo kwa watumishi wa Mungu. Mungu yupo kwa watu ambao Mungu amejificha kwenye vitu vya kawaida. Vitu ambavyo unaweza kudharau ukasema hichi cha kawaida, hichi kinaweza kanisaidia kweli, hichi kinaweza kanisaidia kweli. Huko ndio Mungu amejificha. Wakati mwingine Mungu anaweza kawa amejificha kwenye maisha yako, kwenye mazingira ambayo wewe unaona kwamba Mungu hawezi kupatikana. Unajua tuna watu ambao wanaamini kwamba Mungu anapatikana kwenye mazingira fulani ya kanisa kubwa au mtumishi mwenye jina kubwa. Wakati mwingine Mungu ambaye anatenda kwako hayuko kwenye hayo mazingira. Anaweza kawa Mungu anatenda kwako yuko kwenye mazingira ambayo wewe unachukulia kawaida, tena wala uoni kama ni mazingira ya maana. Lakini nataka nikwambia kwamba Mungu ni mkuu. Mungu ni muweza. Mungu ni mtendaji kazi mkuu wa maisha yetu. Haitakiwi ukate tamaa na haitakiwi udharau mtu yoyote aliyekuzunguka. Kila mmoja mpatie heshima yake. Kila mmoja mpe heshima yake. Lakini zaidi sana weka mbegu kwa watoto wako. Weka mbegu kwa familia yako kwamba leo upo, kesho haupo. Siku ambao hautakuwepo, weka mbegu ya imani kwa watoto wako. Siku ambao hautakuwepo, weka mbegu ya ibada kwa watoto wako. Waweze kumjua Mungu. Wapatie urithi wa kumjua Mungu. Wapatie urithi. Biblia inasema kwamba mtoto unapompatia urithi hataweza kuiacha njia hiyo hata atakapokuwa mzee. Unapompatia urithi wa kumjua Mungu hawezi kukengeuka. Unajua Mungu ndiye anayetulindia familia zetu. Nilikuwa napokea shuhuda ya baadhi ya watu ambao walikuwa wanahitaji counseling na maombi. Wakaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi nina tatizo kubwa. Nimekuwa shoga. Nahitaji kutoka kwenye ushoga, siwezi. Na hili tatizo nilipata nikiwa shuleni. Wazazi walikuwa wako busy, hawana muda wa kuangalia watoto, hawana muda wa kuwatunza watoto. Wanahisi kwamba watoto wakiwapatia uhuru inatosha. Usimpe mtoto wako uhuru wa kupitiliza. Usimpe mtoto wako uhuru wa kupitiliza. Kuna mtu ananisikia hapo nyumbani. Mtoto anaamua anataka angalie nini. Mtoto anaamua anataka nini. Wazazi hamna mamlaka na mtoto. Usiruhusu mtoto akutawale kiasi hicho. Na usimpende mtoto wako kupitiliza. Na haina maana mtoto wako ukimpiga umpendi. Haina maana mtoto wako ukimpa fimbo unampenda. Ni kwa sababu unataka umpatie msingi mzuri. Ni kwa sababu unamtengenezea kesho yake. Hapa duniani tumepewa zamana ya muda mchache tu. Matendo yako mema, vile unavyoishi na watu, mbegu unazoziacha ndizo zitakazoweza kuja kusema siku ambayo utakuwa uwezi. Mungu akubariki akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, na hakika ujumbe huu umekuongeza imani zaidi sana, umekuinua kiroho. Nataka nikuombee sasa. Bwana Mungu, nasema asante kwa ajili ya familia hii ambayo imechagua siku ya leo nifanye nao maombi na ibada. Mungu, ninaomba neema yako. Kuna hawa ambao wameinua mikono yao juu, mwingine ameweka mkono wake kifuani, anajiconnect na maombi haya. Mungu, ninaachilia nguvu yako sasa. Yeyote anayenifuata kupitia TV yake, kupitia simu yake, kupitia radio yake, kupitia chochote kile ambacho kinatumika kufikisha mawasiliano, Baba, ninaomba kutana na nguvu yako. Wewe ambaye unasema sijawahi kuona muujiza, Mungu akutendee muujiza hapo ulipo. Wewe ambaye unasema sijawahi kuona Mungu akinitendea, naomba Mungu akutendee. Natuma nguvu ya Mungu, nabadilisha atmosphere hapo. Hali ya hewa hapo ibadilike yote. Ibadilike yote. Naachilia nguvu ya Mungu kwa shida yote ambayo uko nayo, kwa tatizo lote ambalo uko nalo. Kuna mtu unapita la familia, limekuwa ni teso kubwa, limekuwa ni tanzi kubwa. Kuna magumu unapitia kwenye familia, unasema mtumishi wa Mungu, nimefika mahali moyo wangu unauma, moyo wangu unaogopa. Mungu akutendee mema. Mungu akutane na haja ya moyo wako. Mungu akutane na familia yako. Natuma moto wa kimbingu ukateketeze kila kazi ya giza. Naamuru moto kwa jina la Yesu. 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 Mateso yote toka. Nguvu za giza zote toka. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uponyaji. Vifungo vyote, mapepo yote, anza kupiga kelele. Anza kuondoka. Anza kuondoka.
Funika macho yako sasa. Hiyo nguvu inapita. 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 Kuna mtu anakutana na Mungu sasa. Nguvu ya Mungu inakutana na wewe. Nguvu ya Mungu inakutana na wewe katika jina la Yesu na kufungua. Na kufungua sasa. Pokea ufungulivu. Nimeinua mkono huu na achilia mguso wa nguvu za Mungu kuguse. Vifungo vipande, mapepo yakimbie, uchawi ukimbie, mateso yakimbie katika jina la Yesu. Vifungo vyote out in Jesus mighty name. Out in Jesus mighty name. Toeka vifungo vyote. Toeka uchawi wote. Toeka mapepo yote. Toeka laana zote. Toeka mikosi yote. Moto katika jina la Yesu. Funguliwa. Nyumba yako ibarikiwe. Na achilia ulinzi kwenye familia yako. Naweka ulinzi kwenye nyumba yako. Ulinzi wa nguvu za Mungu. Vyumba vyote, mazingira yote, nyumbani kwako pote. Nguvu ya Mungu itawale. Mungu akutetee, Mungu akulinde, Mungu akufanyikishe, Mungu akutunze, Mungu akujibu sawa na haja moyo wako. Hitaji lolote ambalo ulikuwa unamuomba Mungu akusaidie. Haja yoyote ile ya moyo wako ambao uliandika ukasema Mungu usinipite. Mwaka huu nione mkono wako. Mungu akufanyie njia mahali pasipokuwa na njia. Ukaone muujiza. Wale ambao mna watoto wanasoma, na waombea watoto wenu. Mungu akutane nao sasa. Mungu akutane na wanafunzi hao. Mungu awafungue. Mungu awape akili. Mungu awape utulivu. Kila roho ya hasira, roho ya kiburi, roho ya kuchanganyikiwa, roho ya kuvurugwa na dunia na iondoa. Mungu akutane na familia yako. Mungu akutane na nyumba yako. Mungu akutane na afya ya kiroho ya maisha yako. Wewe ambao unasema Mungu namuomba anisaidie nikue kiroho, aongeze imani yako, aongeze uwepo wa Mungu katika maisha yako, ukaweze kufanya mambo ambayo ulikuwa huwezi kuyafanya. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimekuombea. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa kutoka Dar es Salaam, Mbezi ya Malamba Mawili. Mungu akubariki. Mwingine ni mara yako ya kwanza kuniona live. Mungu akutendee mema na Mungu akubariki. Asante kwa kunichagua niwe mmoja kati ya waombezi na wahubiri wa familia yako, wa nyumbani mwako. Unanifuata kwa njia yote ile, Mungu akubariki. Unatamani uendelee kunipata zaidi kwa mitandao ya kijamii, ingia YouTube kama haupo YouTube, na kama uko YouTube haujasubscribe basi bonyeza alama kusubscribe ili uwe mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa. Na wale ambao mnanifuata kupitia TikTok, andika Maombi ni Dawa. Na kama uko sahihi kwenye akaunti yetu ya TikTok, basi bonyeza alama hiyo ya kunifollow ili uwe wa kwanza kupokea vipindi vya kiroho. Unatamani wasiliane nami moja kwa moja kwa namba za simu, karibu kwa namba ya simu hiyo iliyoandikwa kwenye skrini yako. Na wewe ambao unatamani uachilie sadaka yako ya familia ya ibada, basi unaweza kaachilia sadaka yako kiwango chochote, na ni sadaka ya hiari kwa namba ambayo imeandikwa sadaka. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema, uwe na wakati mzuri.